Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Kameruni, Issa Chiroma Bakari, amejitangaza mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili licha matokeo rasmi kutotangazwa na mamlaka husika. Katika hotuba ya takriban dakika 5 iliyowekwa mtandaoni mapema Jumanne, Chiroma amedai kuwa watu wa Kameruni wamechagua na akamtaka Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 kukubali ukweli wa sanduku la kura na kumpongeza. Watu wameamua na uamuzi huo lazima uheshimiwe, alisema Chiroma katika video iliyorekodiwa mjini kwake Garou, kaskazini mwa Cameroon, mbele ya bendera ya taifa. Hata hivyo, serikali ilionya mapema wiki hii kuwa ni baraza la kikatiba pekee lenye mamlaka kutangaza matokeo rasmi ya uraisi. Baraza hilo lina muda hadi Oktoba 26 kufanya tangazo hilo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani wa Cameroon, Paul Atanjanji, amesema kuwa mtu yoyote atakayejitangaza mshindi kabla matokeo rasmi atakuwa anatenda kosa la uhaini mkubwa wa kitaifa, na mpaka sasa serikali haijatoa kauli rasmi kufuatia tangazo la Chiroma. Chiroma, ambaye kwa miaka 20 alikuwa msemaji wa serikali na mshirika wa karibu wa Rais Biya, alijiuzulu mwezi Juni mwaka huu na kuanzisha kampeni iliyovutia umati mkubwa na kupata uungaji mkono wa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Kabla ya uchaguzi, wachambuzi wengi walitarajia Rais Biya, ambaye ameiongoza Cameroon kwa miaka 43 na ndiye kiongozi mzee zaidi duniani aliyopo madarakani, angepata ushindi mwingine wa miaka 7 kutokana na udhibiti wake mkubwa wa taasisi za dola na udhaifu wa upinzani. Katika ujumbe wake, Chiroma alimhimiza Biya kuheshimu demokrasia na kuonyesha ukomavu wa kisiasa kwa kukubali matokeo. Matokeo haya ni adhabu ya wazi kwa utawala uliopo na mwanzo wa enzi mpya kwa Kameruni. Aidha, aliwashukuru wagombea wenzake ambao kwa mujibu wake tayari wamempongeza na kutambua mapenzi ya wananchi. Chiroma pia aliomba taasisi za serikali na jeshi kutambua ushindi wake na kubaki upande wa taifa. Msiruhusu yoyote wapotoshe kutoka kwenye jukumu lenu la kulinda wananchi, aliongeza Chiroma. Uchaguzi huu unaonekana kuwa jaribio jingine la mabadiliko ya kisiasa katika taifa ambalo limekuwa chini ya uongozi wa mtu mmoja kwa zaidi ya robo karne, huku macho ya raia na jumuiya za kimataifa yakisubiri uamuzi wa mwisho wa baraza la kikatiba.